Kwanza na taarifa hii ambayo ni ya majonzi. Wilkista Adhiambo mwenye umri wa miaka 52 amelazimika kuishi na mirija ya catheter mwilini mwake kwa kipindi cha miezi 6 sasa baada ya kukosa kuendelea na matibabu kufuatia kumalizika kwa bima yake ya afya ya SHA. Wilkista anaugua saratani ya mlango wa kizazi na figo zake sasa zimefeli kutokana na madhara ya matibabu ya radiotherapy. Hali hii iliwalazimu madaktari kuweka mirija kwenye figo zote mbili ili kutoa mkojo mwilini mwake. Pia analazimika kuvaa nepi muda wote baada ya kupoteza uwezo wa kudhibiti mkojo. Helen Aura anatuanzishia taarifa hii jioni ya leo. Wilkista Adhiambo anaelekea nyumbani akiwa na wajukuu wake. Anasema kicheko chao ndicho chanzo chake kikubwa cha furaha. Kicheko kisicho na wasiwasi wala mizigo, tofauti kubwa na uzito wa maumivu anayobeba moyoni na mwilini. Mnamo mwaka 2022, Wilkista aligunduliwa kuwa na saratani ya mlango wa uzazi. Nilikuwa naona tu uchafu zile zinanuka mbaya, na alafu damu pia ikafuatilia. Sasa damu ilikuwa kila siku hata haikuwa inasimama, mpaka nikakuja nikatani yellow. Sasa ilikuwa ikifanya hivyo, mimi nakimbia chemist, nanunua madawa na meza. Hata nikimeza bado ifanye kitu, inandanganya siku moja siku mbili inaisha tena inarudi. Wilkista alipelekwa katika kituo cha afya cha kiwango cha chini hadi hospitali ya Mbagathi na baadaye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Daktari kuangalia result alisema, mama, unajua nini mbaya na wewe? Nikamwambia mimi sijui chenye iko mbaya na mimi naona niko sawa, ati kuna kansa. Baada ya miezi ya matibabu aliendelea na kliniki mara kwa mara. That's okay. Hata hivyo, mwaka 2025 ugonjwa ulirejea tena na kumlazimu kuanza upya matibabu kwa vipindi vingine 6. Akiwa katika matibabu, alipata pigo jingine. Wilkista alipoteza uwezo wa kudhibiti mkojo, hali iliyomlazimu kutegemea mirija iliyowekwa mwilini ili kutoa mkojo moja kwa moja kutoka kwenye figo. Ilikuwa kama mwezi wa 6 last year 2025, nilimwambiwa na daktari radio ndio ilinichoma. Sasa after radio kunichoma ndio kaniletea madhara, na hii madhara navaa diapers na sina uwezo ya kununua hata hizi diapers. Kutokana na matibabu ya muda mrefu na uangalizi unaoendelea, bima yake ya SHA sasa imeisha. Mirija hiyo inapaswa kubadilishwa baada ya miezi 3, lakini sasa imekaa mwilini mwake kwa muda wa miezi 6 kutokana na ukosefu wa fedha. Kwa sasa kifurushi cha faida za matibabu ya saratani cha kila mwaka chini ya SHA ni shilingi 550,000 kwa kila mgonjwa. Rais William Ruto alitangaza kuwa kiwango hicho kitaongezwa hadi shilingi 800,000 kuanzia tarehe 1 Disemba mwaka 2025, lakini utekelezaji wake bado haujaanza. Wilkista Adhiambo ana matumaini kuwa atapata fedha za kutosha za kuendelea na matibabu ili apate nguvu za kurejea kazini kujitafutia. Helen Aura, NTV.